Leseni yangu ya kimataifa ambayo ni B1 EASA license nilipata mwaka 2015 na ndio nilikuwa ni dada wa kwanza wa Tanzania kupata leseni ya kitaifa. Katika mwaka 2015 mpaka mwaka 2025 ni mimi dada wa kwanza wa Tanzania kuleta tena hiyo leseni hapa Tanzania. Kwa hiyo tumeleta leseni ya EASA na mafunzo ya EASA hapa Tanzania, nchini Tanzania kupitia chuo cha MIT. Kwa hiyo nimekuwa tena mwanamke wa kwanza kuleta EASA license hapa nchini Tanzania na kufanya mitihani nchini Tanzania. Kwa hiyo kulingana na hayo yote, sisi kama ILOLINK Solution tumekuwa ni kampuni ambayo ni ya wazawa na tunaweza kuwaleta Watanzania waweze kufanya hii leseni wawe katika kiwango cha kimataifa. Katika ILOLINK sisi tuna Mawingu Aviation Group kama mama kampuni, ambapo lengo letu ni kubwa kuanzisha MRO, kuanzisha kitengo cha utengenezaji wa ndege. Hichi kitengo ambacho ndio kitakuwa kinashughulikia matengenezo ya ndege hapa nchini. Kwa hiyo tunapoenda kuwafundisha kama ILOLINK, tunafundisha Watanzania wapate EASA leseni ya kimataifa. Watapopata hii leseni tutaenda nao moja kwa moja, yani tuna hatua kwa hatua mpaka waje kuwa na endorsement kwenye leseni yao, na wakishapata endorsement waweze kufanya kazi katika makampuni ya hapa nchini Tanzania. Na huyu mtu atakapopata leseni ya kimataifa, yeye mwenyewe atachagua either ajifanyie kwenye makampuni yetu ya Kitanzania hapa ambapo ni kwenye anga letu, ama aende nje akapate more experience na irudishe nchini kwetu ili tufaidike zaidi. Kwa hiyo hawa watu hatuachii hapa, ndio maana tuko ILOLINK, tunaenda nao hatua kwa hatua mpaka waweze kupata ajira zao. Kwa hiyo sisi kama ILOLINK tuna Mawingu Aviation ambapo tunafanya haya matengenezo, na haya matengenezo tupo katika mchakato pale Terminal 3 ili tuweze kupata space ili tuweze kufungua kitengo kikubwa cha matengenezo ya ndege cha uzawa hapa Tanzania, ambapo tutahudumia ndege za kimataifa.